Naam, wana michezo kokote pale ambapo unatufuatilia, hii ni SQF TV. Nikwambie tu mambo ni mazuri na sisi tuko katika kuhakikisha tunakuhabarisha, tunakupa tabasamu na unafahamu mambo tofauti tofauti. Katika upande wa michezo yapo mengi. Mimi ni Boniface Allen, bwana fundi. Kubwa zaidi leo tuko na chama cha soka wilaya ya Arusha mjini na tumetafuta kiongozi wa upande wa vilabu wa chama cha soka wilaya ya Arusha mjini. Kubwa zaidi tunataka kufahamu kuhusiana na mwenendo wa ligi ya vijana chini ya umri wa miaka 17, jinsi hali ilivyo, ushindani jinsi ulivyo katika ligi hiyo na changamoto zilizopo katika ligi hiyo, na kwa ujumla anatuelezea hapa kiongozi huyo anaitwa Mwansasu Kabalika. Twende sawa Mwansasu, tuanzie katika ligi hiyo, nini ambacho kinaendelea mpaka sasa? Kwa hakika ni muendelezo wa ligi yetu ya wilaya kwa vijana wetu chini ya miaka 17, ambayo ligi imekwenda kuwa na taswira nzuri, na sasa tunakwenda kwenye mkondo wa mwisho wa group stage ambao utapigwa mechi siku ya Jumamosi na Jumapili. Ligi kwa ujumla ni nzuri, imetuvutia sana na imewavutia watu wengi wapenda michezo, kwa sababu vijana ambao wamekuja viwanjani, shule za mpira zimeleta vijana ambao wanaendana na umri. Kwa hiyo ile kasi ya ligi inavyoendelea, hakika tunasema maono yetu yameenda kutimia. Kwa hiyo Jumamosi na Jumapili tutakwenda kwenye mfululizo wa mwisho wa makundi na kupata timu ambazo zitabahatika kwenda kwenye semi-final. By the way, magrupu haya yote mawili mechi ni ngumu sana. Mpaka sasa tunakwenda hatua ya mwisho ya mzunguko, lakini hatujapata nani amejihakikishia kwenda semi-final. Ukitizama hivyo ujue basi ubora wa ligi unaonekana moja kwa moja, kwa sababu leo tunakwenda mechi za mwisho, mpaka mechi za mwisho ndio zitakwenda kuamua ni nani anakwenda semi-final kwa ajili ya kuendelea na ligi ya wilaya. Kwa hiyo mapenzi, furaha kwa mashabiki, mahitaji ya wanachama, mahitaji ya chama chenyewe Arusha mjini, basi tunaona kabisa tumefanikiwa kwa asilimia kubwa kabisa, kwa sababu yale malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea tunaona kabisa yanatimia. Na ligi hii imekuwa na mwongozo mzuri sana, kwa sababu kila ukitizama malalamiko yamekuwa ni kidogo sana kuliko ligi zilizopita. Kwa hiyo tunaona kila siku tunaachieve, kila siku tunakwenda sehemu ambako tunatamani siku moja tuendeshe ligi ambayo haina malalamiko, ina ushindani, watu wanalizika. Na leo hii tunakwambia katika mechi zote zilizochezwa tumepata malalamiko kidogo sana, ambayo ni ya kurekebishana kulingana na mazingira ya kimpira, kwa sababu sisi sote ni binadamu. Malengo makubwa ya chama cha mpira Arusha mjini ni kuona vijana wetu wanapata fursa ya kucheza mpira wa miguu, kwa sababu kwa sasa mpira wa miguu ni ajira. Hii ajira inajengea kwa vijana, kwa unakwenda kwenye elimu lakini unapambania kipaji chako. Kwa kijana anapoelimika vizuri darasani kwenye elimu ya kawaida, akaja uwanjani kupambania kipaji chake alichopewa na Mwenyezi Mungu, tunaamini anakwenda kufanikisha mafanikio ya kile ndoto zake ambazo anakuwa amejiwekea. Kwa malengo yetu makubwa, kwa nini tulikuja na ligi ya vijana? Kwa sababu tunatamani vijana wetu wa Arusha kwa ujumla, wilaya nzima, baada ya misimu miwili mitatu tuwaone kwenye ligi zote nchini hapa Tanzania. Kwa sababu tunawaandaa, tunaamini watafanikiwa, kwa sababu wengi ni wanafunzi ambao wanasoma shule na wana muendelezo mzuri huko darasani. Kwa wanapokuja kupambania vipaji vyao na kuona ligi ambayo inaendeshwa ni bora, basi tunaamini kwamba ndani ya misimu mitatu ijayo tutakuwa na vijana wa Arusha wengi kabisa ambao wanacheza mpira kwenye ligi zote ndani ya nchi yetu. Namna hiyo. Na kwa sasa kuna hii timu ya IAA ambayo imefanikiwa kuweza kupanda ligi daraja la pili na itawakilisha mkoa wa Arusha katika msimu ujao kwenye ligi hiyo ya daraja la pili. Uongozi wa chama cha soka wilaya ya Arusha mjini kwa upande wao wamejipangaje katika kuhakikisha kwamba timu hii inakwenda kufanya vizuri na inakwenda kutoa kimasomaso katika michuano hiyo, na hasa ukiangalia ni mara yao ya kwanza kufanya hivyo? Tukumbuke kwamba IAA haikuja tu kwenye mpira. IAA ilikuja kwenye mpira huu wa Arusha ni kwa sababu ya sisi wenyewe viongozi wa chama cha mpira Arusha mjini. Sisi ndio tulikuwa kwanza kuwashawishi chuo cha uhasibu Njilo na kuwaona, kwa sababu walikuwa na timu ambayo imekusanyika wanacheza kama chuo.
lakini sisi kwa kuwaona kwamba hapa wana uwanja, tulikuwa tunatumia ule uwanja wao. Kwa kila siku tunaikuta timu ipo, ikabidi tutafute uongozi wa chuo na kuona kwamba tukakaa nao kwamba hii ni fursa, nyinyi ni taasisi, kwa mkija kwenye mpira rasmi tunaamini mtafika ambako kuna stahili. Na nikwambie tu, tuliwajengea uwezo kwenye administration kuhusu football. Ngazi yetu ya wilaya akacheza ligi kwa mara ya kwanza kwenye wilaya yetu na akawa bingwa. Alipokwenda mkoani kwa mara ya kwanza akawa bingwa. Kwa ile misingi ambayo tulimwekea toka mwanzo, wakati tunawekana kwamba waje kwenye ligi rasmi, wajisajili, wafanyaje, basi ile misingi ambayo tulikuwa nakaa na viongozi wao, tunaamini wanaishi nayo mpaka leo. Kwa kuwa wanaishi nayo mpaka leo, tunaamini sisi wajibu wetu kama chama cha mpira ni kuendelea kuwajengea uwezo kwenye administration. Kwa wao tukiwajengea uwezo vizuri kwenye administration, tunaamini first league itakuwa bora na atakwenda championship. Kwa sababu sisi tupo, support ipo, sisi ni chama, lakini ile ni timu huru ambayo ina mikakati yake. Inaweza ikawa wewe unatamani kwamba uende naye kwa mawazo ulionayo, lakini pia timu ina malengo yake. Kwa wakija kwetu kama chama, tuna support pale ambapo tunaweza kwa mawazo, hususan engo ya administration, kwa sababu huo ndio wajibu wetu. Kwanza tunatakiwa kutambua kama malengo yetu ni mpira wa miguu, cha kwanza ni lazima tucheze kwenye ligi zetu. Vyama vya mpira vinapaswa kujifunza kucheza ligi kwa vijana wetu, ili watu wajue. Leo chama cha mpira Arusha mjini kinafanikiwa kwenye ligi ni kwa sababu tunakaa na tunajadili na tunafikia mawazo kwa pamoja na kwamba tuende na hili wazo. Lakini vyama vingine vikifanya hivyo, leo tunazungumza tunakwenda kwenye ngazi ya mwisho kabisa ya ligi kuimaliza, lakini nikwambia hakuna wilaya inayocheza ligi mpaka sasa. Sasa mpira wa Arusha ili ukue ni lazima wilaya zote zicheze mpira. Wilaya zingine zisipocheza mpira ikacheza Arusha mjini peke yake, ushindani hautakuwepo tunapofika kwenye ligi ya mkoa. Kwa hiyo mkoa watakuwa wanapata tabu hata kama watakuwa na maono chanya kiasi gani. Kama vyama vyao vya wilaya havifanyi kazi, hata muwe na mawazo ya kiasi gani, hamwezi kufanikiwa, kwa sababu mpira unachezwa wilayani. Huko kwingine ni utawala ambao unaongoza vile ambavyo tunavihitaji. Lakini nikwambie, watu waache malumbano kwenye mpira, waje kukae chini, waone mpira unataka nini. Kama wewe una uwezo kuendesha mpira, jifunze kwa mtu ambaye ana uwezo. Kama unaona kwako kuna kwama, kajifunze kwa yule mtu ambaye anaonekana amefanikiwa, kwa sababu tunaamini kwamba wewe kujifunza sio ujinga. Ukijifunza kwa mtu utaenda kutengeneza kwako zaidi ya yule aliyekufundisha. Na ndio maana leo unaona walimu wanatufundisha toka darasa la kwanza, lakini unakuta hana masters, lakini mwingine yule aliyefundishwa anapata kuendelea mpaka anakuwa PhD, anapata kuwa profesa. Ni kwa nini? Kwa sababu mwalimu alijifunza kwa mtu mwingine. Kwa usipokubali kujifunza, mpira hauwezi kwenda popote. Na lazima ukubali kutoa ili kwamba bwana, huu nimechagua kuwaongoza watu wa mpira, lazima niumie kwa ajili ya watu wao. Bila kucheza mpira wakati wewe umechagua kuwa kiongozi wa mpira, hakuna thamani kwenye mpira. Kwa Arusha tutaendelea kuisikia inahangaika, inaumia kwa sababu watu hawako tayari kwa kufanya chochote. Na walika wadau wote, sponsors, fursa ipo kwenye chama cha mpira Arusha mjini. Sisi tupo kwa ajili ya kuwekeza na kuona litani ya wadhamini wetu wanataka nini. Sisi kwetu ukiwekeza kwenye chama cha mpira Arusha mjini ni lazima litani uione, kwa sababu tunafanya kazi zetu kwa uwazi mkubwa ili watu wote waone, wafanikiwe. Kwa sababu tunaamini mtu anapokupa shilingi 10,000 yake, tunaamini ile 10,000 yake anayoitoa inahitaji irudi ili itengeneze 20,000 ya kwake, ili kesho ukimwambia basi akupe hata shilingi 5,000 nyingine. Kwa aje, tunawakaribisha sana, tunawaalika. Semi final inahitaji udhamini, final yenyewe inahitaji udhamini. Unaweza ukaja kupata package kwamba bwana mimi naomba nidhamini semi final. Semi final na mechi 2. Kwa kama ina mechi 2, hii naomba nidhamini. Tutakupa mileage, tutakupa media mileage, tutakupa posters, tutakupa banners ambazo si kwa semi final ndani ya uwanja zitawekwa kwa ajili yako. Kwa tunaamini kwamba kile ulichokuwa umekitoa kinarudisha tu, lazima nawe utaona thamani ya kuwepo kwenye mpira ndani ya Arusha mjini. Kwa sababu sisi tuna watu, na kwa kuwa tunashiriki na vijana na jamii tulionayo, vijana wana nguvu kuliko mtu mwingine yoyote. Maana ni wengi na wanashiriki viwanjani kwa wingi sana, kwa sababu ligi yetu ni bora, haina longolongo, ina usimamizi mzuri, yaani tunatengeneza vitu ambavyo viko wazi, kila mmoja anaona kwamba hapa kweli kuna ligi inaendeshwa. Nikwambie tu, kumbuka kuendelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Kule YouTube ni SQF TV, endelea kutucheki, na
endelea kujua taarifa mbalimbali ambazo tunakuwa tumekuandalia. Nakwambia tu ukisubscribe hautajutia kuweza kuwa pamoja na sisi. Mimi ni Boniface Allen, bwana fundi, twende sawa.